Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini kikubwa zaidi naipongeza sana kamati ya usalama wilaya ya Kisarawe pamoja na timu nzima, lakini kubwa zaidi ni wapongeze wanafunzi wa Mafizi, Dororo na Mzenga kwa umoja na ushirikiano mkubwa ambao umeonyesha leo. Tumetembea urefu wa kilomita zaidi ya 120 hadi kufika hapa kuja kushuhudia madawa ya kulevya aina ya bangi ambayo inalimwa katika maeneo haya. Naendelea kuwasihi vijana wenzangu, lakini pili, watu wenye tamaa ambao wanataka utajiri wa haraka, kama mmesikia madhara aliyosema kutoka daktari wetu kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa serikali. Kwanza tunakupongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri uliyoifanya. Tumeona madhara yake na tumesikia alivyotueleza. Niwasihi sana ndugu yangu, tulime mahindi, tulime mihogo, tulime karanga, tulime ufuta, tusilime bangi. Tunaenda kuteketeza vizazi na vizazi. Kuna baadhi ya watu ambao wenye tamaa, wameundwa na tamaa, wanataka utajiri wa haraka, wanalima bangi. Sasa angalia bangi kama hii, mtu avute moshi wote uingie kichwani. Matokeo yake ndo hao unakuta wanaropoka mambo ya hovyo bila utaratibu wote. Niwasihi sana, bangi sio salama kwa maisha yetu na vizazi vilivyopo. Mimi mwenyewe nimekaa hapa, ila harufu yake tunasikia kizunguzungu. Sasa anayepiga ile inaitwa chandimu, inakuwaje? Nikupongeze sana afande Adamu pamoja na timu nzima jeshi la polisi, kamati ya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa sana na nzuri mnaifanya. Lakini pongezi kubwa ofisi ya NPS kupitia kwa DPP, mkemia mkuu wa serikali, mahakama zetu. Huo ndo umoja na upendo tunautaka. Na Mheshimiwa Rais anasema kwanza taasisi za serikali zifanye kazi kama timu moja. Huu umoja na mshikamano tulionao Kisarawe uendelee sana. Jeshi letu la akiba, niwapongeze sana kwa kazi kubwa na nzuri mnaifanya leo. Tuendelee kushikamana ili kuokoa vizazi na vizazi. Wote hapa ni wazazi. Tuna watoto, tuna wajukuu, tuna ndugu zetu. Tukiacha bangi hii yote, haya mafurushi haya yakaingia mtaani, anayevuta hujui akisha ivuta itamwelekeza nini. Matokeo yake hawa ndo wanaenda kubaka, wanarawiti, wanaiba, wanajeruhi na kuumiza watu. Kwa hiyo tutokomeze bangi, tuwe ni kitu kimoja, tushirikiane kuhakikisha kwamba zao la bangi ni hatari kwa maisha yetu na vizazi vijavyo. Kuna mazao mengi ya kulima yanayokupa utajiri. Kwa mfano Kisarawe kuna mambo ya ufuta, lima mbaazi. Kwa hiyo niwasihi sana ndugu zangu, tuache tamaa. Na mimi nataka niombe Adamu, hawa watu ambao wanashirikiana na hawa wakulima hawa wadogo, hawa ni wadogo, tutafute wale wakubwa ambao wao ndo wanaotuma hawa kuja kulima bangi, kwa sababu huyu hawezi akajua soko liko wapi. Nielekeze jeshi la polisi, wale wote ambao wanahusika kuwashawishi hawa wakulima wetu walime bangi, wale ndo tudili nao. Iwe ni mwendo wa show, usimwogope nani wala nani. Hakuna mtu anaweza kushindana na dola. Tuwakamate, tuwawajibishe. Hawa wametuma, hawa ni dagaa tu. Kuna wale papa wakubwa ambao wanatuma hawa walime bangi. Hao ndo tunataka tudili nao. Lakini pili, kwa nafasi hii nimpongeze kamishna wa kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya. Ndugu yangu Limo anafanya kazi kubwa sana na nzuri. Ameendelea kupokea na kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lakini pili, yote hii ni kutokana na uimara na ushupavu wa jeshi la polisi letu ambalo linaongozwa na IGP Camillus Wambura. Lakini mimi nimshukuru sana kwa timu nzima ya usalama tulionao wilaya ya Kisarawe. Tunafanya kazi kubwa sana na nzuri. Bila wao tusingefika hapa. Na sisi tunasema kwamba huwezi ukajificha kwenye serikali. Hata uwe uvunguni tutakujua tu unafanya. Wanasema za mwizi ni 40 na sisi tunasema za mwizi kwetu Kisarawe ni 10 tu tunakushika. Wengi hawakujua tunafika hapa. Lakini kwa umahiri wa intelijensia yetu wilaya ya Kisarawe kushirikiana na kamati ya usalama, ndio maana leo tuko hapa. Na mimi nataka niwaonye sana wandugu wananchi, msije mkaraumu serikali. Sisi tukikamata tunakuchukulia hatua, hatamuonea mtu.